Chadema ilikuwa ni ajenda yetu kwa muda mrefu kwamba taifa halinufaiki vya kutosha na rasilimali zake kwa sababu ya sheria mbovu, shauri ya corruption, shauri ya mikataba mibovu. Na tumepiga kelele sisi kwa miaka mingi tukibezwa na hawa watu kwamba jamani, rekebisheni mambo haya. Sasa huyu bwana ameamua kurekebisha, lakini kwetu sisi kurekebisha kwake siko, kwa sababu unaweza ukajifikiria unarekebisha ukaribu zaidi. Haya mambo yanahitaji umakini, yanahitaji uvumilivu, hayahitaji papara. Kilichofanywa kwenye makinikia ni papara. Rais alionyesha papara, wabunge wa chama chake wakaonyesha papara, mawaziri wake wakafanya papara, na wananchi wakalishwa papara, mkiwemo vyombo vya habari. Tunasema jambo hili lifanye katika misingi ambayo haitaathiri uchumi wa nchi, ila litajenga uchumi wa taifa, utajenga heshima ya taifa letu. Kumkataa mwizi ni heshima ya taifa, lakini kumuua mwizi bila kuonyesha umemuua kwa sababu gani na kwa taratibu upi, inaweza kuwa fedheha ya taifa. Lazima kwenda kwenye makanikia faster. Ripoti zimetolewa, tumelishwa figa hapa, pesa za ajabu, na waandishi wa habari, wananchi kwa ujumla wanataka tena kuandamana. Magufuli abaki wapi? Matokeo yake ni nini? TRA nao wamewalima barua ya kudai kodi wale mabwana. Wanadai TRA bilioni 190. Dola bilioni 190. Yaani unajiuliza, hivi watu wetu hawa? Yaani kwa mara ya kwanza Tanzania tumesikika CNN, tumesikika BBC, tumesikika New York Times, Bloomberg, Sky News, dunia nzima kwamba kuna nchi huko Afrika inaitwa Tanzania bwana, imempiga mtu kodi ya bilioni 190. Dola bilioni 190. Ndugu zangu, ni hivi uchumi wa nchi yetu, bajeti ya serikali ambayo tunakaa Dodoma tunaipitisha pale, bajeti ya serikali kwa mwaka ni shilingi za Tanzania trilioni 31, japo haifiki, haiwezi kutekeleza. Ukiweka kwa bilioni za dola ni kama dola bilioni 20. No, sio 20, nusu. Kama dola bilioni 13. Yaani bajeti ya serikali kwa mwaka ni bilioni 13. Lakini tumeitoza kampuni moja kodi na riba na faini dola bilioni 190. Yaani uchumi wa Tanzania bajeti ya Tanzania ya serikali mara 20. Unaonekana chizi. Kwa hiyo CNN wanakaa wanajadili, wanasema hawa watu wako sawa sawa. Tumekuwa ridicule. Tumekuwa watu wa kudhalilishwa duniani kwamba Tanzania hawa akili haziko sawa sawa. Sasa tunawaambia TRA sawa, inawezekana mmefanya vyema sawa, tunatafuta hela zetu, lakini tafuteni fedha, sio kwa kututia aibu. Mnatoa figa ambazo zinatuingiza kwenye Guinness Book of Records kwa mambo ya kijua. Kwa mambo ya kijua. Sasa tunasema kwa mwendo huu hatufiki. Tunaitaka serikali iweke hadharani hizo ripoti mbili za maprofesa wetu, dunia ijue na sisi tujue wa Tanzania. Msitulishe tu maneno ya kutujaza upepo wakati document amweke mezani. Weka document chini tuone, wachambuzi waziangalie, na TRA waambie wa Tanzania, wewe umetufanya tukawa kituko cha dunia, ulifikiaje mahesabu hayo? Yaani unamdai mtu trilioni 500 kwa hela Tanzania ni 425 trilioni. Bajeti yetu ya serikali ni trilioni 31 kwa mwaka.
Yaani ukikompea na GDP yetu sijui ni mara ngapi, mara 4 ya GDP, yani pato zima la taifa, GDP, gross domestic product. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, haya mambo ndio mambo ambayo yanakwaza kwa ujumla mwendo wa uchumi. Economic trend wetu ni mbaya. Watanzania wanaendelea kuwa maskini. Na sasa hivi tunacheza na export za madini yanayochangia 30% mpaka 35% ya mauzo ya nchi za nje. Wawekezaji, ukisoma majono ya wawekezaji mbalimbali duniani katika sekta ya madini, oil and gas, wanakuambia utakuwa mwenda wazimu kwenda kuwekeza kwenye uchumi kama Tanzania. Kuna kitu ambacho katika uwekezaji mkubwa kinaitwa predictability. Kwamba watu wanaowekeza fedha nyingi hawawekezi wakifikiria faida kesho. Watu wanaowekeza mabilioni ya pesa wanafikiria faida miaka 10-20 ijayo. Kama uwekezaji kwenye oil and gas, sio kitu cha kuwekeza leo na kupata faida kesho kama guest house. Hawa watu wanataka kuwekeza kwenye nchi ambayo wanajua zinaheshimu sera, zinaheshimu mikataba. Kama mikataba ni ya kubadilisha, inabadilishwa kwa utaratibu ambao unaeleweka ili hisa zao zisiporomoke kwenye masoko mbalimbali ya mitaji duniani. Sisi tunabadilisha usiku tu sheria. Tunajidanganya kwamba Tanzania ni nchi ya kipekee sana, yani ni nchi iliyotukuka. Mimi sijui waandishi wa habari wangapi mmetoka nchi za wenzetu mkaone nchi za wengine zilivyokuwa. Sasa matokeo yake wawekezaji wa nje wanasita, uwekezaji unadorora na hali bado haijaonekana mbaya. Mark my words. Subirini ifike Disemba mwaka huu mtaniambia hali ya uchumi ikoje. Tukiendelea hivi tutashindwa kuimport mafuta, tutashindwa kuendesha viwanda vyetu, tutashindwa kuwalipa wakandarasi kwa sababu tutakuwa hatuna fedha za kigeni, kwa sababu viongozi wetu wa serikali hawajui ABC za economics. Nimalizie kwa kumzungumzia Magufuli. Nimtake tu Rais Magufuli aelewe kwamba yeye ni mtu mmoja, yeye kiongozi katika taifa la watu milioni 54. Maamuzi yake yanawatesa Watanzania. Maamuzi yake yanalikwaza taifa, maamuzi yake yanadhalilisha taifa. Narudia, hatupendi wala hatuchukii wala hatupingi mapambano ya kutafuta haki kwa taifa letu, kutafuta haki ya rasilimali zetu. Lakini mambo haya yanatakiwa yafanywe kwa kutumia akili, mambo haya yanatakiwa yafanyike kwa kutumia busara, mambo haya yanatakiwa yafanyike kwa kufanya utafiti wa kutosha. Kwa mwendo anatupeleka rais sio. Kwa sababu sasa sio wawekezaji tu wa nje wenye kuogopa, hata wawekezaji wa ndani. Utakuwa mjinga ukatoa milioni zako 10 ukaja kawekeza kwenye uchumi huu ambako rais anaweza kuja kesho akabomoa hapa na akabomoa. Utakuwa chizi. Kwa ndugu wana habari, tumesema tuyazungumze haya mambo ili na nyinyi mkayafanyie tafakari. Tunaomba sana myape nafasi. Tukiendelea kujifanya tuko vizuri, tukaficha ugonjwa, kifo kitatumbua. Hali yetu ya uchumi ni ngumu, na wala uhitaji profesa chuo kikuu. Humhitaji profesa wa chuo kikuu wa uchumi kukueleza jambo hili. Unahitaji tu kuangalia mfukoni kwako huko na watoto wako umewachaje nyumbani, unajua hali ikoje hapa nchini. Oneni hali hii, kemeeni hali hii. Tunaitaka serikali itoke na mpango mkakati. Wanakusudia vipi mpango wa muda mfupi wa kufufua uchumi wa taifa hili, wa kurekebisha anguko kubwa la kiuchumi ambalo bado madhara yake makubwa hayajaonekana. Tanzania itakuwa kituko. Tulikuwa tunakwenda mwendo mzuri wa kuridhisha, japo ongeza kuwa bora zaidi, lakini tumereverse kwa kasi ya kutisha. Na wananchi nasikia maumivu. Mtaanza kukosa sabuni, mtaanza kukosa chakula, mtaanza kukosa mafuta, mtaanza kukosa pembejeo. Mtaona hii hali tunarudi tulikotoka miaka 30 iliyopita. Mimi nawashukuru sana Mheshimiwa Mrema. Leo kama tunavyoona katika jopo letu hapa tuna viongozi mbalimbali ambao wanawakilisha wajumbe wengine wa kamati kuu. Mimi nimezungumza kwa niaba ya chama. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
ambao waliobakia watakapopenda kueleza la ziada wataeleza, au kama kuna maswali tutakuwa tayari kuyapokea. Asanteni sana. Tunamshukuru sana mwenyekiti wetu, ametoa tamko kwa niaba ya kamati kuu. Yale maazimio mengine